Afya yako inaendeleaje kwa Asira? Vipi hapo mamangu, unanionaje? Nimetokelezea eh? Ama kwa hakika mwanangu, leo umependeza sana sana. Mamangu, unanionaje? Aya mama, mimi nipo tayari. Wacha niende kwa huyo bibie nikamtaarifu kuhusiana na kikao chetu cha jioni. Maana hii siku nilikuwa mamangu, unanionaje? Na hatimaye imewadia. Majirani njooni mnione kuna nini. Jamani, yani mimi hiyo siku ndo ninaisubiri kwa hamu. Mvuvi, 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 mvuvi. Shazima. Huko ulipokwenda huko wapi? Kwani wewe nakuhusu nini? Mimi lazima inihusu. Wewe ni mwanamke wangu. Awewe maji ndio ulikuwa unampelekea mama yako mkwe. Hivi mbona unapenda kufuatilia maisha yangu? Mbona unapenda kunifuatafuata sana wewe? Naomba unielewe Shazima. Mimi sio kama nikufuatilia. Sawa, lazima nijue. Wewe ni mwanamke wangu. Alafu sitoshe, uni mimba yangu. Aha. Hiyo ndo zawadi ya watu kama nyinyi mnaopenda kufuatilia maisha ya watu. Shazima, unanipiga mimi kibao. Hivi mimi unanichukuliaje? Sema kama kuna kingine unataka nikuongeze, nipo kwa ajili yako. Shazima, dharau hizo. Mimi dharau sipendi. Alafu sikiliza nikwambie. Nishakwambia uelewi. Hivyo mwanaume unataka nini kwenye maisha yangu? Unasemaje wewe? Naomba uniache. Nikuache na nini? Niache jamaa. Wewe uendi popote. Ulikuwa unaenda wapi? Nakuuliza uliko unaenda wapi? Wewe ndio kunifanya nini? Toa. Hapo tunaondoka wote. Niache nimuonyeshe show. Mtoto mdogo tu. Wewe mwache nipige kama naweza. Kwani wewe mwanaume gani? Wewe mwanaume katika wanaume na wanaume. Muone sawa, muone sawa. Bora tulia. Mambo gani sasa unafanya toa? Tulia. Naye mimi. Acha. Muone wewe. Toa, sikiliza. Toa mimi wewe naniuma. Bwana kuma nini sikiliza? Mbona tukidesha muombe pa kijijini Tola? Mwanamke apigwe kwa vitendo, anakanywa kwa maneno. Sasa mambo gani unafanya? Mbona unajidhalilisha sasa? Niache nimuonyeshe show. Jamani naye acha jamani. Sasa tulia. Hapo unasuluhisha au unabomoa? Hapo unabomoa, hana chomano chochote unachofanya. Kwanza shati lake limechanika. Yaani anatia aibu mwanaume mzima. Wewe kaa kimya. Shazima usiongee chochote. Tola, unajipendesha ndugu yangu. Sasa wanzani najenga picha gani hapa kijijini mnagombana zaidi? Tena na mwanamke. Niache nitaka kitu cha uso. Niache. Umeona. Tulia. Oya. Viatu vyake. Niache bwana. Niache. Tuondoke. Tulia. Msimu wewe tu. Shoga yangu, mimi nimekuja kukuomba msamaha kwa yale yote yaliyotokea. Kusema kweli, urafiki wetu sisi ni wa muda mrefu sana. Urafiki wa kweli unapovunjika, amani ya moyo inatoweka. Kusema ukweli, mimi silizii kabisa hivi tunavyoishi mimi na wewe. Mimi naumia shoga yangu. Mimi nimeshakuzoea kama ndugu yangu. Kwa nini sasa hivi tunaishi hivi? Kusema ukweli, mimi sijapenda kabisa vitu vilivyotokea, na wala haikuwa dhumuni langu. Naomba sana unisamee, na naomba turudi kama zamani.
Msamaha ni tiba ya moyo, na muungwana yoyote hawezi kuhifadhi mabaya kwenye moyo wake. Ni rahisi kuachilia. Hivyo rafiki yangu, mimi nimefanya wima kuachilia mabaya kwenye moyo wangu. Sina shida na wewe yoyote ile. Tangu Kaya alipokuja hapa nikaongea naye, ndio siku ambayo mimi nimekufungulia moyo wangu tena upya. Na rafiki yangu, mimi ninachokihitaji, turudi kama zamani, mimi na wewe. Tuendelee na urafiki wetu kama zamani. Kweli Shazma, unamaanisha? Na una kinyongo kabisa na mimi? Kwa nini hutaki kunielewa na kuniamini? Mimi sina kinyongo na wewe. Basi sawa, mimi nimefurahi kusikia hivyo. Alafu kitu kingine na habari njema. Habari gani tena? Kaya ameenda kunitambulisha kwao. Unasema kweli? Yaani hapa shogangu, kusema ukweli nina furaha sana. Alafu kitu ambacho ninachokuahidi, kwanza natamani kabisa niolewe naye. Alafu nikishaolewa sitoruhusu kabisa mamangu mkwe aguse hata kibakuli. Nitafanya kazi kwa juhudi zote. Yaani nahakikisha atanipenda milele mpaka kufa kwangu. Ni jambo zuri sana rafiki yangu. Hata mimi nimefurahi kusikia hivyo, kwamba Kai kaenda kukutambulisha nyumbani kwao. Aisee, ni jambo kubwa sana. Mmepiga hatua kubwa kwenye maisha yenu. Kitu kingine ambacho napenda kukushauri rafiki yangu, jitahidi sana. Unajua kwa nini? Umetambulishwa bwana. Niwe Shazma bwana. Basi ndio hivyo, jiandae kwa ubwabwa. Mungu akikupa ukilema, anakupa na mwendo. Siku zote atamwanya na wafanani na pengo. Zile hadithi za wahenga nilohadisiwa, kwamba mapenzi yanaua, ni uongo, ni uongo. Kwako wewe sijakosea njia, umeniteka hisia, wewe dereva wa moyo. Sasa Aisha, nafikiri hapa mimi ndo mwisho wangu. Ngoja nirudi nyumbani nikaendelee na shughuli zangu, na wewe uende nyumbani ukapumzike. Maana hapa tumebakiza nusu kwa nusu. Usuhuba na ukuruba ni jambo jema sana kwa waungwana. Hivyo basi usuhuba wetu utabaki halinda ya halinda. Sawa rafiki yangu. Kisa nampenda anafanya makusudi, eti mikinganganizi, siyajui mapenzi, ananitangazia kuwa yeye simwe, japokuwa nilijitahidi vizuri ya vifaidi, na kalala na njaa yeye aweze kushiba. Licha ya yote nilofanya kazi bule, na akanipelekesha kamsukule. Kwake nilijishusha sana, ila kumbe sina maana. Nilipenda nisipopenda, kumbe mapenzi ni machungu na msemi. Nilipenda nisipopendwa. Umetambulishwa bwana. Niwe Shazma bwana. Basi ndio hivyo, jiandae kwa ubwabwa. Kaya ameenda kunitambulisha kwao. Yaani hapa shogangu, kusema kweli nina furaha sana. Alafu kitu ambacho ninachokuahidi, kwanza natamani kabisa niolewe naye. Alafu nikishaolewa sitoruhusu kabisa na mamangu mkwe aguse hata kibakuli.
ndiyo nguzo ya amani niliyoegemea, hayatanifika inshallah niliyoyapanga yazia. Vipi hapo mamangu, unanionaje? Nimetokelezea eh? Ama kwa hakika mwanangu, leo umependeza sana sana. Aya mama, mimi nipo tayari. Wacha niende kwa huyo bibie nikamtaarifu kuhusiana na kikao chetu cha jioni, maana hii siku nilikuwa naisubiri kwa hamu kweli na hatimaye imewadia. Majirani njooni mnione kuna nini. Jamani, yani mimi hiyo siku ndo naisubiri kwa hamu, hatimaye imefika. Yani furaha ulokuwa na wewe, mimi na mara hizo 3 hunishindi mimi kwa furaha nilionayo. Mama, bila kuchelewa, wacha niwahi huko, maana nikiendelea kubaki hapa naona kama napoteza muda na naweza nikaibiwa mwali wangu. Wacha niwahi huko. Sasa subiri kwanza. Kabla hujaenda huko kwa mchumba wako, hakikisha umepita kwa mjomba wako. Unajua mjomba wako ndio mwanaume pekee alobaki, yani ndio nguzo ya familia ilobaki. Hivyo basi, mimi siwezi kufanya jambo lolote bila yeye, kwa sababu yeye ndio kiongozi wa familia. Na hata katika hili jambo lako, yeye ndo atakuwa msimamizi wa mambo yote na ndo atakayekuwa anayapanga. Mimi nitakuwa msikilizaji na mtekelezaji tu. Si unanielewa? Kwa maana hiyo, hakikisha unampa taarifa mjomba wako ili jioni tuwe naye kwenye hichi kikao. Sawa mama yangu, nimekuelewa, na jambo liloongea ni la muhimu kweli, na sio kama nimefanya maksudi, ni kichwa changu tu kina mambo mengi, kwa hiyo nilikafirika. Basi limeisha lo mama. Kabla sijaenda kwa huyo bibie, nitapitia kwanza kwa mjomba, alafu nitaenda kwa huyo bibie. Basi sawa. Haya mamangu, baki salama. Nitakia kila la kheri. Haya. Aisha. Vipi tena mpenzi wangu, mbona unachukua muda kutoka? Unafanya nini ndani muda wote huo jamani? Namalizia. Fanya chapu basi, tunachelewa. Umependeza. Asante mpenzi wangu, hata wewe pia umependeza. Asante. Mbona umechelewa? Samahani sana mpenzi wangu. Unajua nilienda kumpitia mjomba kwa ajili ya ule utambulisho. Maana ni jambo la hekima na busara. Tukienda kwenye kutambulishana, mjomba awepo. Tunafuata mila na desturi. Basi sawa. Nakushukuru sana mpenzi wangu. Mwenyezi Mungu akutunze kwa ajili yangu. Amina mpenzi wangu, asante sana. Mwenyezi Mungu atubariki pia na akujalie moyo huo huo uvumilivu. Na pia naomba sana Mwenyezi Mungu akuweke kwa ajili yangu pamoja na familia yangu. Amina mpenzi wangu. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipatia wewe hapo, na namshukuru sana kwa kukupa moyo wa uvumilivu huo huo. Basi sawa. Twende sasa bila kuchelewa. Nachelewa. Dada, leo imekuwa siku ya bahati. Jomba amekuja kutambulisha mjomba wake. Ni binti nzuri, amelelewa katika mazingira ya dini. Nafikiri unamfahamu, ni mwanakijiji hapa hapa. Mimi namfahamu. Ni binti mchapakazi. Kwa hiyo mjomba amekuja kuomba ridhaa yetu ili taratibu za uchumba ziendelee. Ili swala lilikuwa katika kificho, lakini mimi katika pita zangu nilisikia huko mitaani, lakini hatimaye leo amekuja amejitambulisha, na wewe mama mtu umelifahamu. Basi inatakiwa utoe baraka zako ili taratibu za uchumba ziendelee.
Kaka, taratibu zote za uchumba unazijua. Nashangaa Kai ameleta tu binti kurupu anakuja kunitambulisha. Alafu hata wewe kaka, kumbe wewe tayari ulishalijua mapema. Mbona hata ukunishirikisha basi kabla ya hili? Wewe utakiwa tukae, tujadiliane. Alafu hili ndo lingefuata kaka. Leo hii mtu mmeshamleta mpaka hapa. Alafu ndio mnanishirikisha kwa sababu mimi hamkuona umuhimu wangu. Ndio maana mliweza mkayafanya siri siri mpaka leo mimi mmenifanyia kama shtukizi. Kaka, huku ni kunikosea heshima. Na hili swala mimi limeniuma sana. Sijapendezwa nalo kabisa. Hamkuona umuhimu wangu ndio maana. Dada, hayo unayozungumza wewe ni mambo ya kizamani. Enzi zetu tulikaa uchumba hata miaka 2 tunachunguzana. Sasa hivi hakuna hayo. Sasa hivi wanakwenda kwa miemko, wamependana vijana, wamekuja mjitambulisha. Tuwape baraka zetu ili michakato ya barua na uchumba uendelee. Sawa. Mimi nitasemaje? Nyinyi wenyewe ndio mtajua cha kufanya. Sio kuku imeisha. Hii ndio maana halisi ya kuwa na mke. Unajua Mungu alikuwa na sababu kuumba watu wawili. Na alivyoruhusu mimi niwe na wewe, alijua kabisa kwamba kuna wakati nitahitaji msaada wako. Kuna jambo litakuhitaji wewe ili liweze kwenda. Ndio maana halisi ya mke na mume, ushirikiano na mapatano. Lakini unajua mke wangu, kuna jambo moja nilikuwa natamani tuzungumze kidogo na ulifanyie kazi kwa kina. Jambo gani hilo? Si kwa nia mbaya, lakini ni kuhusu Tola, shemeji yangu. Kafanya nini? Unajua mke wangu, katika haya maisha tunayoishi hapa duniani, moja kati ya vitu ambavyo mwanadamu anatakiwa avilinde sana ni utu wake, heshima yake katika jamii inayomzunguka. Sasa shemeji yangu na hizi tabia za pombe, unywaji wa pombe kupita kiasi, inaelekea kupoteza heshima yake. Na sio heshima yake tu, heshima ya familia, hadi heshima ya familia yangu pia. Kwa sababu utapita huko mitaani, watu watakunyoshea vidole kwamba yule ndo dada yake na fulani, lakini ni mke wa fulani. Unaisikiaje hiyo sifa kaka yako kuwa mlevi? Lakini hata siku moja mlevi hajawahi kuwa na maamuzi sahihi. Hajawahi kuwaza mawazo yaliyonyooka, kwa sababu akili zake hazipo kwenye usawa. Kwa hiyo yeye kama mwanaume si busara, haipendezi kabisa kuwa mlevi. Kwa sababu leo yupo kwenye mazingira kama yale. Lakini mimi nachoamini kesho kutwa yule ni mwanaume, atakuwa baba wa familia. Kwa hiyo asipojiandaa mapema, basi kesho atakuwa baba mlevi. Naomba Mungu asifikie huko. Yaani kweli lazima umuombe Mungu, lakini kubwa zaidi mimi natamani uende ukazungumze naye. Ukae naye chini, mtazamishe madhara ya unywaji wa pombe kupindukia. Mimi nitaongea naye nao.
na nitamwambia iache kabisa. Sikatai mimi kakangu anakunywa, lakini sasa ukimaanisha mlevi, mtu ambaye anakunywa sasa kwa kupitiliza, lakini ana sababu huyo. Mimi nahisi tu kwa sababu kuna huyu msichana huyu anaitwa Shazma, anamsumbua sana akili yake. Mimi nahisi kama iko ndo chanzo. Inawezekana, lakini sina uhakika sana, kwa sababu ninachokiamini mimi, mwanaume yoyote mwenye akili timamu katika changamoto yoyote ile anayoipitia hawezi kufanya pombe kuwa kimbilio lake, kwa sababu atakapoanza kutumia pombe ataanza taratibu taratibu taratibu, hatimaye ataondokea kuwa mlevi wa kupindukia. Sasa akili yote tayari itakuwa katika mazingira ya ulevi tu. Jambo lolote lile atakalolifanya kwenye maisha yake atawaza pombe tu. Mungu amwepushe mbali jamani. Mungu atamsaidia. Kwa hiyo jitahidi ukazungumze naye na umtazamishe, kwa sababu pombe ni dhambi. Hata vitabu vya Mwenyezi Mungu vimekataza. Hebu angalia mfano kama sisi tunavyoishi hapa nyumbani. Tuna amani, tuna furaha, tunapata wasaa wa kuzungumza hivi kama mke na mume katika familia. Unadhani kama mimi ningekuwa mlevi saizi nimeingia hapa nimelewa, huo muda tungeupata? Tusingeupata. Na maisha ya wanafamilia yanajengwa na watu wawili, hawa wakuu wa familia ambao ni baba na mama. Sasa kama wao vichwa vyao haviko sawa, hawawezi kwenda. Kuna shemeji yangu ni mwanaume, kesho kutwa atakuwa baba wa familia kama nilivyokuambia awali. Umeona Sawa, mimi nimekuelewa mume wangu, lakini najua kuongea sana hivi kuna kitu nakikwepa. Kitu gani tena? Wewe ulivyoondoka hapa ulisema ukirudi narudi na nini? Ilikuwa nilisema nitakuletea zawadi Ndio, iko wapi sasa? Ni wakati wa kulala. Niko tayari kumshawishi Kai kwa njia yoyote ile, ili aniambie huyu mwanamke ni nani. Naomba uje na Sania niachie. Siku yoyote ambayo utaona mimi namsaidia mama yako, basi wewe kaa pembeni. Kwa sababu ule mama ni mdhandiki, ana roho mbaya, usichokijua. Usije kumfanyia kitendo kama unachonifanyaga mimi na wewe mbwa madam. Unampigia nini mwanangu? Wewe kijana wewe. Nitadili na wewe. Hapana madam. Samahani. Mimi najua wale watu zako wamekuja tu mara moja na kuondoka. Eti mara kuja kuniuliza kama umekubali kuolewa. Nimeolewa, niolewe nini mimi? Kwani unajua kama mimi nimeshaolewa tayari? Kumbuka mimi ni bili. Tuna milioni 20 inaingia kwenye akaunti yako. Cash. Suruali mkononi, mwanaume hana hata senta. Pesa huna. Miguu ndo kama unavyoona hivyo. Unamng'ang'ania rafiki yetu. Una cha kumpa wewe? Naomba binti yangu ulipokee pamoja na madhaifu yake. Yaani umenipa sasa hapa. Ndani mimi nimemkeni na kuangalia sana. Unamtumbulia sana mume wangu mijicho yako. Hapana madam. Kuzungumza na kiziwanda wangu, hebu zungumza naye kwa upendo. Sio unamfokea kwa vitu vidogo vidogo. Wewe unajui kwamba huyu ndo malaika huko ndani. Nitahakikisha nimemuoa. Kila slice. Alafu dadi. Huyo mwanamke sio chaguo la kakaangu. Wewe bwana acha uongo, usidanganye. Toka kijiweni hapo wewe. Sasa shida ni nini? Tumeniambia nikae kimya au? Na kwenda ndani kalale. Tutazungumza kesho.
Yaani nikulishe, nikuvishe, nikutafutie hela, nahangaika huko nasulubika, lakini bado dishi lako halifanyi kazi. Mungu akikupa ukilema, anakupa na mwendo. Siku zote atamwanya na wafanani na pengo. Zile hadithi za wahenga nilohadisiwa kwamba mapenzi yanaua, ni uongo, ni uongo. Kwako wewe sijakosea njia, umeniteka hisia, wendo dereva wa moyo, hakuna mwingine. Nimependa ninapopendwa, kumbe mapenzi ni matamu na msemi. Nimependa ninapopendwa, kumbe mapenzi ni matamu na msemi. Ameridhika na mimi